Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wasalimu nyote kwa jina la Bwana Yesu. Na nawapenda na Bwana Yesu anawapenda. Siku ya leo tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura yake ya 4 na mstari wake wa 15 na hadi 17. Wafalme wa Pili sura yake ya 4 na mstari wake wa 15 hadi 17. Tutasoma kwa jina la Bwana Yesu. Biblia inatuambia hivi ya kwamba akamwambia, kamwite. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni akasema, panapo wakati huu mwakani utakumbatia mwana. Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Tutaenda kumshukuru Mungu. Baba, asante kwa ajili ya neno lako ambalo tunalisoma Bwana. Tunakusihi utupatie tafsiri yalo Bwana, sawa na mapenzi yako Baba yetu wa mbinguni. Roho Mtakatifu tuzungumzie kupitia neno lako hili, tutie nguvu tena zaidi na kutuwezesha kuendelea katika safari kwenda mbinguni kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunasoma habari hii, ni habari za Elisha. Elisha alikuwa nabii wa Mungu na alikuwa anafanya kazi ya Mungu, na kuna njia ambayo alikuwa anapitia kila wakati anapitia njia hiyo, wakati anaenda Samaria na anarudia tena kwa njia hiyo. Na Biblia inasema kwamba hapo kulikuwa mwanamke mmoja ambaye alikuwa anamuona Elisha akipita, na akakuwa anamuita nyumbani kwake ili kwamba Elisha ale chakula na mtumishi wake. Biblia inasema kwamba walikuwa wanafika pale, anawashughulikia na baadaye wanaendelea safari. Huyo mwanamke alikuwa mwanamke ambaye alikuwa na mume, na mume wake alikuwa mzee, na wote wawili hawakuwa na mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mmoja akamwambia mume wake, akasema kwamba naona kwamba mtu anayepita hapa nyumbani kwetu ni mtumishi wa Mungu, na naona kwamba ilikuwa vizuri tumwekee chumba na kitanda ambayo wakati atakao napita anapumzika hapo, baadaye anaendelea safari. Na akaandaa chumba huko kwa dari, akamwekea mtumishi wa Mungu kitanda na kiti na meza. Wakati wowote mtumishi wa Mungu alikuwa anapita pale, anamkaribisha, anampa chakula na anamshughulikia, na baadaye mtumishi wa Mungu anapumzika hapo, mtumishi wa Mungu Elisha na pamoja na mtumishi wake. Na Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo Elisha aliona jambo hilo huyo mama amefanya, likamgusa moyo. Bwana asifiwe. Likamgusa moyo. Kwa sababu gani? Ya utoaji na ukarimu wa huyo mama. Biblia inasema Elisha akamuita mtumishi wake, akamwambia muite huyo mama. Na huyo mama akakuja, akamwambia unataka nini, nikufanizie nini, ama nikusemee kwa mfalme ama nini? Huyo mama akasema kwamba anaishi salama na iko vizuri na hahitaji kitu. Lakini Elisha tena akamwambia mtumishi wake, tumtendee nini mama? Na mtumishi wa Elisha akamwambia anakuwa hana mtoto na mume wake ni mzee. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati huo Elisha akamwambia muite huyo mama tena. Huyo mama alipokuja akasimama mlangoni, Elisha akamwambia mwaka kesho panapo muda huu, panapo wakati huu utamkumbatia mwana. Bwana asifiwe. Na huyo mama akajibu jambo ambalo lilinishangaza, akasema, la, mtumishi wa Mungu, usimwambie mjakazi wako uongo. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba ni kama vile alikuwa ameomba sana na alikuwa ametafuta huyo mtoto sana, lakini alikuwa hakupata. Bwana asifiwe. Inaonyesha kwamba alikuwa matumaini yake ilikuwa tayari imeondoka kwa ajili ya kupata mtoto, na hakuwa tena na matumaini ya kupata mtoto. Na wakati ambapo mtumishi wa Mungu alipomwambia hivyo, akamjibu hivyo kwa sababu inaonekana kwamba hakukuwa na matumaini tena, na aliomba na akachoka na akaona kwamba haitawezekana tena kwake kupata mtoto.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati ambapo mtu unaweza kuwa umeombea jambo fulani na unaona hauone matokeo, lakini ujipe moyo kwamba Mungu ana wakati wake wa kujibu. Bwana asifiwe. Hata kwamba unaonekana haiwezekani tena, imefika mwisho, mambo imeharibika na hakutakuwa tena kitu, lakini Mungu asawage. Amen. Maombi yote unaomuomba Mungu, Mungu ni mwaminifu na wa haki na atayajibu tu. Na kenye kinanifurahisha kwa huyo mama hakuacha kutenda mema, pamoja na kuwa kwamba hakupata mtoto, lakini aliendelea kufanya mema, aliendelea kutumikia Mungu. Bwana asifiwe. Jambo ambalo unapitia ndani, hata kama unaona kwamba Mungu hajajibu ama Mungu haujaona kitu, lakini usikate tamaa, endelea kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kumpendeza Mungu, kwa sababu Mungu ndio ana reward yako, na anajua wakati ambapo hiyo baraka itakujia. Bwana asifiwe. Mungu ni mwaminifu na Mungu ni wa haki. Kama amesema kwamba uombe lolote utakalo kwa jina lake utapokea, ni kwamba kila jambo, kila ombi unaoomba usikate matumaini wala usivunjike moyo. Jua kwamba Mungu ana wakati wake wa kupatia. Bwana asifiwe. Huyo mama aliendelea kumtumikia Mungu, ingawa kuona mtoto, alijua kwamba basi mtoto hata kama akuje, lakini nitazidi kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Na hiyo ikamgusa Mungu. Amen. Wakati alitendea mtumishi wake mema, Biblia inasema kwamba Elia akaguswa kwa jambo hilo. Hiyo mama alikuwa anamshughulikia, akasema wakati huu mwakani, ni Mungu ambaye amesema katika ndani ya Elisha, najua akasema wakati huu mwakani utampata mtoto. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu anatumiaga watumishi wake, anatumiaga njia zozote zile ili kwamba akubariki. Bwana asifiwe. Na wakati huo mwakani, hizi Elisha mtumishi wa Mungu alimwambia mama kwamba mwaka kesho, na hiyo mwaka Mungu akambariki huyo mama, akakumbatia mtoto. Bwana asifiwe. Nafurahi kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Amen. Mungu ni mwaminifu. Na wakati wote unapaswa kujua hiyo, unapaswa kujua kwamba pamoja na kukawia, hata unaonekana kwamba imekawia, Mungu ana muda wake mzuri wa kunibariki. Bwana asifiwe. Wala usikate tamaa, wala usichoke, endelea kumtumikia Mungu kwa furaha. Bwana asifiwe. Huyo mama aliendelea kumtumikia Mungu tu kwa furaha, hakukata tamaa kusema kwamba kisi wengine wanasema kwamba mimi nimechoka. Usichokai kumtumikia Mungu, ndugu yangu, dada yangu. Kwake ndio kuna baraka yako yote. Amen. Kwake ndio kuna baraka yako yote. Ujue kwamba pamoja na hali yote ya maisha, dumu katika kufanya mapenzi ya Mungu tu. Dumu katika kumtafuta Mungu na katika kumpendeza Mungu. Ujue kwamba Mungu ana wakati wake. Bwana sifiwe. Mungu ana wakati wake wa kujibu. Mungu ana wakati wake wa kufurahisha, na utakutana kwamba hiyo ambayo ilikuwa na dream, ile ambayo ilikuwa na ombea, itafika, na unaona kwamba Mungu ni mwaminifu. Bwana sifiwe. Mungu ni mwaminifu na hawezi kukuacha kamwe. Amen. Yenye ametendea wengine, amenitendea na atakutendea. Bwana sifiwe. Mimi nimeishi maisha ya uaminifu wa Mungu. Hata hivi naishi miujiza ya Mungu. Naishi uaminifu wa Mungu. Yale ambayo nimeomba naona jinsi anavyoyatimiza, na mengine hata yamekaribia, naona jinsi anavyoyatimiza, na mengine ambayo haijafika, naamini kwamba itafika tu kwa jina la Yesu, kwa muda wa Bwana, na sitakata tamaa wala sitaacha kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Na wewe kaza mwendo. Amen. Endelea kumpendeza Mungu na kumfurahia Mungu. Mungu ni mwaminifu, wala usiwe na huzuni yoyote. Jua kwamba Mungu ni baba yako na anakupenda. Amen. Na furaha yake ni kupatia mema tu, na anakuandaa kwa ajili ya mema ambayo amekuandalia. Jipe moyo, endelea na usikate tamaa kama. Bwana sifiwe. Jua kwamba Mungu baba yako anakupenda. Amen. Na atakupatia yale ambayo umeomba, na zaidi ya yale ambayo umeomba atakupatia, kwa sababu ndivyo neno la Mungu nasema kwamba yeye anatupatia zaidi yale ambayo tumeomba kwake na kufikiria. Amen. Basi Bwana akubariki kwa neno lake lile. Naamini kwamba unapata nguvu na utaendelea safari vizuri, na mpaka hapa utakapoonana. Bwana akubariki. Amen.